Mei 26. Jumatatu mwaka wa 2025. Kutoka kuwa mtumwa hadi kuwa mwana. Wagalatia 4:6. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Wanadamu wote ni watumwa wa kitu fulani. Wengine ni watumwa wa pesa na wengine ni watumwa wa mafanikio. Hata hivyo, ukichunguza kwa makini, kila mtu ni mtumwa wa Shetani. Mungu aliokoa remnant ndani ya hii na akawapa baptism tatu. Kwanza ni baptism ya mlima Kalvari. Yesu alizungumza juu ya kumaliza kila kitu kwenye mlima Kalvari. Pia aliahidi kuwa daima pamoja na wanafunzi kama alivyo yeye na mamlaka juu ya mbinguni na duniani. Mungu hufanya kazi akiwa ameketi juu ya kiti cha enzi na kuokoa kizazi kijacho. Pia alisema utakuwa shahidi kupitia ujazo wa Roho Mtakatifu. Pili ni baptism ya mlima wa Mizeituni. Alizungumza juu ya kazi za ufalme wa Mungu. Ukiwa na asili wa kiti cha enzi, lazima uende kwenye safari ambayo Mungu anaiongoza. Lazima utafute misheni yako ya uhakika ambayo Mungu anakupa ndani ya hili. Tatu ni baptism wa chumba cha juu cha Marko. Kuna miongozo ya uinjilisti wa ulimwengu uliopewa. Miongozo hii ni pamoja na miongozo ya mlima Kalvari, mlima wa Mizeituni, chumba cha juu cha Marko, Antiokia, Asia, Makedonia na Roma. Unapoendelea kuomba ukiwa umeshikilia maagano kuanzia Kristo wa mlima wa Kalvari hadi kwenye miongozo ya uinjilisti wa ulimwengu wa Roma, utakuwa mshindi. Agano halitabadilika kamwe. Kwa hiyo usidanganywe, shikilia kwa usahihi agano na uombe. Ombi la leo: Mungu Baba, naomba niwe remnant ambaye anarejesha kitambulisho, mamlaka na misheni ya mtoto wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.